Labda swali lingine la kuongezea labda pia kwa ambao walikuwa wanashtakiwa kwa kesi ya uhaini, lakini tumeona DPP ameweza kuwafutia mashtaka na wako huru. Kuna namna yoyote kesi hiyo inaweza ikawaletea changamoto katika kuendelea shughuli zao za kila siku za maisha? Kwa maana kuna vikwazo wanaweza wakakutana nazo huko mbeleni, kwamba huwezi kupata ama kufikia lengo fulani kwa sababu tu wewe ulihukumiwa katika kesi, ulishawahi kushtakiwa kwa kesi ya uhaini. Hapana, sasa kesi huwa inakuwa ina madhara katika maisha yetu ya kawaida, aidha wewe ni mfanyabiashara na vitu vingine. Kama hiyo kesi itakuwa ilifikia mwisho na ukahukumiwa. Okay. Na ukawa na haki zako zingine zote za rufaa na kila kitu zote ukashindwa. Mpaka hatua ya mwisho. Kwa hiyo ukawa ni mtenda kosa na ambaye umethibitishwa na mahakama kwamba ulitenda hilo kosa na imebaki hivyo, aidha umetumikia kifungo chako kimeisha au umetumikia adhabu yako imeisha. Hapo ndo tunaporudi sasa kwa namna nyingine kwamba wewe unaenda kuwa affected kwa sababu tayari hiyo kesi imesimama dhidi yako wewe na maamuzi yamesimama dhidi yako wewe. Sasa tunaporudi kwenye kesi hii ya DPP, kufuta yenyewe tunasema kwamba wewe haukufikia hatua ya kuonekana upo na hatia. Kwa sababu ukiangalia kesi ambazo zimefutwa kwa kipindi hiki ni kesi ambazo bado hata ilikuwa na kisheria tunasema zilikuwa kwenye preliminary stages, zile hatua za awali ambazo hata mahakama yenyewe tu haijaruhusu kwamba hii kesi sasa jamhuri wamethibitisha kwamba ina mashiko basi iendelee. Kwa hiyo zilikuwa kwenye hatua za awali kabisa ambazo hauwezi kusema kwamba huyu mtu aidha alifanya au alikuwa na nia hiyo, kwa sababu jamhuri yenyewe imeamua kufuta kupitia DPP. Maana yake ni kwamba sasa wewe unarudi kwenye ile hali yako kama ulivyokuwa mwanzo, sio kama mtenda kosa. The Bantu.